Shalom mtazamaji wa HLM TV, na kusalimu katika jina zuri la Yesu Kristo, na kukaribisha kwenye kipindi cha saa ya urejesho wa matumaini yako. Na ni kipindi ambacho Mungu anakwenda kurudisha matumaini yako yaliyopotea, na unakwenda kujengwa upya na kuinuliwa kwa upya, maana Mungu anakwenda kufanya mambo ya tofauti, mambo makubwa kwenye maisha yako. Sasa ni saa ya urejesho wa matumaini yako. Nami nakwenda kusoma kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari ule wa 14 na wa 15. Yohana sura ya 3 mstari wa 14 na wa 15. Biblia inasema maneno haya yafuatayo: na kama vile Musa alivyomwinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Haleluya. Biblia inasema habari za tukio fulani la ajabu. Wakati Waisraeli wakisafiri kutoka kwenye nchi ya Misri kwenda kwenye nchi ya ahadi, walikuwa wanapitia sehemu inaitwa jangwani. Hapa jangwani kuna kipindi kilifika watu hawa wakawa wakimlalamikia Mungu, wakawa kiasi mara kwa mara wakimwasi Mungu na kufanya dhambi mbalimbali. Kipindi fulani kafika Mungu akasirika. Alipokasirika kwa sababu ya maovu ya wale watu, Mungu akaamua kuachilia adhabu. Akaamua kuachilia majoka. Majoka yakawa nakuja kung'ata watu, na watu wakawa kupoteza maisha yao kwa kasi. Majoka yalikuwa na hasira kweli, yana sumu kweli. Yaking'ata mtu anadondoka pale likachasha ameshapoteza maisha yake. Na kwa hiyo watu wakagundua kumbe majoka yale yana uhusiano na tabia zao. Wakajua kwamba majoka haya yamekuja kwa sababu ya njia zetu zilizokuwa mbaya, kwa sababu ya maovu yetu. Wakajua kabisa wakati wanampendeza Mungu, njia zao ziko vizuri na Mungu, majoka hayakuwepo. Majoka yamekuja wakati wamemwasi Mungu. Kwa wakajua kumbe makosa yao yamesababisha majoka yakawajia, yanawatesa, yanawaua, yanawaangamiza. Kwa hiyo wakaanza kulia, lakini baada ya kulia tu wakamuomba Musa pia. Musa, tunaomba tuombee rehema kwa Mungu, maana tumejua tumekosea, tumetambua kosa letu kwamba tumemwasi Mungu, tumemlalamikia Mungu, tumemsemea maneno mabaya, tumekuwa watu wakaidi, watu waovu. Musa naye alipokuwa ameombwa na wale watu, akaenda mbele za Mungu, akamwambia Mungu tuwasamee watu, wametambua makosa yao, wameomba rehema, wameomba uwasamee. Na Mungu ni Mungu mzuri, Mungu wa rehema. Watu wanapokuwa wanamjia Mungu wa toba, wakamwambia Mungu tuhurumie, tumetambua makosa yetu, tumeamua kutubu, tumeamua kujirekebisha, Mungu anarehemu watu, Mungu anasamea watu. Baada ya kipindi hicho tulivyokuwa umelia mbele za Mungu, Biblia inasema Musa akapewa maelekezo na Mungu. Mungu akamwambia Musa, tengeneza nyoka. Tengeneza nyoka. Nyoka mwenyewe au nyoka wa shaba. Nyoka mwenyewe wa shaba huyu kisha mtengeneza, mtundike juu ya mti. Alafu ambia watu kwamba kila mtu ambaye atang'ata na nyoka ili aendelee kuishi, lazima asiangalie yule nyoka aliyemng'ata, aangalie juu. Hii jambo la ajabu sana. Mimi nikawa najiuliza, kwa nini Musa anaambiwa na Mungu atengeneze joka? Joka kitu kibaya, joka linasababishaga mauti, joka ni sura mbaya, joka lina wakati mwingine lina sura mbaya, sura ya kama shetani. Nyoka inawakilisha mauti. Kwa nini Musa anaambiwa atengeneze mfano wa kitu kibaya? Anaambiwa atengeneze joka, ndio liweke juu. Lakini joka hilo likiangaliwa ndio lisababisha uzima. Nikapata majibu katika neno la Mungu kwamba Yesu alifanyika laana. Yule ambaye alikuwa ni mtakatifu, alikuwa ni mwenye haki, alikuwa ni mtu wa haki, mwana wa Mungu mtakatifu, akafanyika laana kwa ajili yetu. Akabeba dhambi, akafanyika dhambi. Kwa hiyo akafanyika dhambi, akafanyika kwa kitu kibaya ili kusudi sisi tupate uzima. Akafanyika kwa kitu kilicholaaniwa, kitu ambacho hakifai kwa ajili yetu. Kwa hiyo ndio maana Musa akaambiwa tengeneza nyoka, mweke juu, na kila anayemwangalia awe mzima. Basi wale watu kweli wakatengenezewa nyoka, wakaanza kuangalia, waliotii wakapewa maelekezo yale, wakaangalia nyoka yule wa shaba, waliishi. Lakini wale wakaidi waliendelea kubisha, wakaanza kusema itakuwaje nyoka kwa huyu nyoka tena ambaye hana uhai, tukimwangalia tutaishije bwana? Ya majoka yaliyo hai ili tuangalie aliyotung'ata haya. Ukiangalia nyoka yule wakawa wanaangalia, wale bisho wanadondoka chini wanakufa. Wanaondoka chini wanakufa. Wale wengine walipogundua wenzao wanaangalia chini wanakufa, wanaangalia juu wanaishi, wakaanza kuwa janja, wakaanza kuangalia juu. Kile anaangalia nyoka wa juu anaanza kuishi. Anaangalia nyoka wa juu anaishi. Anaangalia nyoka wa chini anakufa. Akiangalia nyoka wa juu anaishi, nyoka wa chini anakufa. Nyoka wa juu anaishi, nyoka wa chini anakufa. Wakagundua kumbe ujanja ni kuangalia nyoka wa juu. Walipoanza kutazama nyoka wa juu aliyeinuliwa na Musa, wakaanza kuwa hai. Haleluya.
Neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Yohana. Neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Yohana, kama Musa alivyomwinua nyoka wa shaba huko jangwani, ndivyo hivyo Mwana wa Adamu sharti ainuliwe juu. Alafu kila anayemtazama atakuwa mzima, atapokea uzima, atapata uzima kwa yeye. Na kipindi hicho Yesu alikuwa akisema neno haya wakati anakaribia kutundikwa juu msalabani. Na sasa hizi nataka nikwambie habari njema ni kwamba Yesu tayari ameshatundikwa msalabani. Alishakufa msalabani na ameshafufuka, ameshatupatia ushindi. Lakini anasema hivi, kila anayeweza kunyanyua macho yake na kumwangalia Yesu, uzima unaingia ndani yake. Uzima unaingia ndani yake. Kwa sababu gani? Kipindi hichi kuna majoka mengi yanang'ata watu. Moja kati ya majoka ambayo yanatishia dunia sasa hivi ni joka linaloitwa joka la corona. Joka la corona. Corona ni joka moja wapo katika majoka yanayong'ata watu kwa kasi sana siku hizi. Na watu dunia nzima ina wasiwasi. Shule zimefungwa, watu wengine shughuli hazifanyiki, biashara zimesimama, ndege haziruki sehemu baadhi ya nchi. Mambo yameharibika kweli kweli, uchumi unaporomoka kwa kasi kwa sababu ya nyoka anayeng'ata watu kwa kasi sana, anaitwa nyoka corona. Huyo ni moja kati ya majoka mengi sana ambayo yanaachiliwa kwenye siku za mwisho. Kwenye dunia hii kuna majoka mengi, kuna majoka ya magonjwa mbalimbali yasiyotibika, joka la ukimwi, joka la kansa, pressure, kisukari, magonjwa ya ajabu yanatokea, Ebola na mengine yapata majina hujagundua bado hayajulikana yaitwaje, Zika, sijui homa, sijui nini, dengue. Yote yale ni majoka yanayong'ata watu siku za mwisho. Na watu hawana matumaini, mioyo yao imeyeyuka kwa hofu nyingi ambazo zaipata dunia. Nataka nikwambie, yuko Yesu Kristo ambaye ni nyoka wa shaba, ameinuliwa juu. Huyo alikuwa akiokishwa na nyoka wa shaba, huyo ni Yesu Kristo. Amekuja sasa, ameshawekwa juu msalabani na ameinuliwa juu, ameshakuwa hai. Yesu aliinuliwa juu. Kila anayemtazama Yesu Kristo anapata uzima. Kila mtu anayenyanyua macho yake, anayehamisha kwenye hofu ambazo ikumba dunia, akaweka macho yake kwa Yesu Kristo, anakuwa hai. Corona haitishio tena, ukimwi haitishio tena, kansa haitishio tena, visukari, mapresha, magonjwa mbalimbali ambayo yanatokea siku za mwisho hayatakuwa na hofu, hayatakuwa kitisho tena kwake. Magonjwa mbalimbali, majanga yanatokea duniani, matetemeko, vita, njaa, magonjwa ya ajabu yanaibuka, ukame na kila hofu ambayo inatishia dunia. Nataka nikwambie, ukiangalia mambo yanayotokea duniani ukubali ya kutishe, utaangamia kwa hakika, utakufa kwa hakika. Maana sumu yake ni kweli inaua. Watu wengi wanakufa kwa pressure, wanakufa kwa wasiwasi, wanakufa kwa hofu, wanakufa kihoro, wanapata pressure za ajabu hata kabla ya janga lenyewe kukudhuru. Unakufa kwa wasiwasi na kwa hofu ambayo inakukumba. Hofu ya hiyo tatizo, hofu yake tu inakuwa kabla tatizo halijakusogelea. Hiyo ni jambo la hatari sana. Kuna majambo mengi duniani, huwezi kuwa salama bila kumtazama Yesu. Ni wakati umefika sasa, kila moja anyanyue macho yake, ayahamishe kwa vitu ambavyo vinamng'ata, kwa majanga ambayo yanamtesa, wachawi ambao wanakuonea, uchumi ambao unaporomoka, biashara inaokufa. Acha kutazama yale, anza kumtazama Yesu Kristo. Unapomtazama Yesu, anaachilia uzima kwako. Unapomtazama Yesu, anaachilia afya, anaachilia ushindi, anaachilia uzima, anaachilia amani, anaachilia ustawi, anaachilia uzima, anaachilia furaha, anaachilia ushindi. Kila kitu chema anaachilia Yesu Kristo. Haleluya. Wakati umefika sasa, inua macho yako, mtazame Yesu Kristo na utaishi. Yesu Kristo ndio ameinuliwa juu. Ameinuliwa juu ili kusudi kila anayemtazama apate uzima kupitia yeye. Ni wakati wa kupata uzima. Wakati wa kupata uzima. Umeogopa vya kutosha. Umeogopa vya kutosha, na inje kusaidia tangu umekuwa na pressure, umekuwa na wasiwasi, umeworry sana, umehangaika sana, lakini hujapata mambo hajawahi kuwa mazuri. Jawabu la kweli ni Yesu Kristo. Nyanyua macho yako kwa Yesu. Ukimtazama Yesu utaishi. Haleluya. Sisi tulio na Yesu hatuna pressure, hatuna wasiwasi, hatuogopi mambo yanayotokea duniani. Biblia inasema Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada unaonekana tele wakati wa mateso. Wakati wa hofu za dunia, sisi hofu hazituhusu kwa sababu ni sisi wana wa Mungu. Zinazotokea mambo yanayotokea duniani hayatatuhusu sisi, hayatatutesa sisi kwa sababu sisi tumemkimbilia Yesu. Tunapata sehemu yetu salama ya kujificha kwa Yesu Kristo. Na kukaribisha na wewe. Kwa nini unachelewa? Kwa nini unachelewa? Wakati umefika sasa, lazima uwe na uhusiano binafsi na Yesu Kristo. Ukimtazama yeye utaishi. Hofu zote ambazo zinatokea duniani hazitakutesa wewe, hazitakuangamiza wewe. Una matumaini ya kudumu. Yesu Kristo ni tumaini lako. Hata kama wanakuambia corona imefika Tanzania, hata kama wanakuambia corona imefika kwenye nchi yako, popote unaponisikiliza duniani,
Nataka nikwambie wewe unamtazama Bwana utaishi, hautakufa. Hata kama wanakufa watu 1000 upande wa kushoto, 10,000 upande wa kulia, sawa sawa na Zaburi 91 inasema wajapokuwa wataangamia watu 1000 upande wako wa kushoto, 10,000 upande wa kulia, lakini kilichoangamiza wao hakitakudhuru wewe, katika jina la Yesu. Kwa macho yako tutatazama malipo ya usio haki, lakini mambo yaliyowaangamiza wengine hayatakuangamiza wewe, kwa sababu wewe umemchagua Yesu Kristo kuwa kimbilio na msaada wako. Haleluya. Nataka nikwambie kipindi hichi ni cha muhimu sana utengeneze uhusiano wako binafsi na Yesu Kristo. Nataka wakati huu nikuongoze kwa Yesu, ujiunganishe na Yesu ili kusudi uwe umejiunganisha na uzima. Rudia maombi haya kwa imani na Yesu Kristo ataingia maishani mwako, na kuanzia sasa hivi ataanza kukupa uzima wake, na utakuwa na utulivu kama tulionao sisi. Utakuwa na amani katika tufani, katika dhoruba utakuwa na utulivu kwenye moyo wako. Haleluya. Nataka urudie maombi haya kwa kumaanisha, na moja kwa moja Mungu atakusamehe dhambi zako. Yesu Kristo ataingia maishani mwako, atakupa utulivu na amani na usalama nyakati za hatari, katika jina la Yesu. Nataka nikuombee sasa. Rudie maombi haya. Sema: Bwana Yesu, na kukaribisha maishani mwangu, na kuomba uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninaamini kazi uliyoifanya msalabani kwa ajili yangu. Uliinuliwa juu msalabani na ukazikwa, ukafufuka, unaishi milele. Wewe ndiyo Mwokozi wangu. Nikiweka macho yangu kwako nitaishi, nami naamua kuyaweka macho yangu kwako. Napokea uzima wako katika jina la Yesu. Amen. Baada ya hapo umeokolewa na umesamehewa dhambi zako. Nataka nikuombee uzima sasa. Wewe kama una ugonjwa wowote, wakati wako kupona sasa. Wakati wako kupona umefika. Mimi nimepakwa na mafuta na Bwana, nikiachilia uwezo wa Bwana, hakuna umbali katika ulimwengu wa roho. Utakuwa mzima pale pale ulipo katika jina la Yesu. Weka mkono wako kichwani pale ulipo, na Mungu atakwenda kuponya wakati huu. Weka mkono wako kichwani. Baba, katika jina la Yesu naondoa ugonjwa kila namna kwa mtu huyu, kwa sababu ameweka imani yake kwako, amekutazama wewe Yesu. Naondoa sumu kwenye mwili wake, naondoa ukimwi, naondoa kansa, naondoa kisukari, naondoa magonjwa ya tumbo, naondoa magonjwa ya moyo, naondoa uvimbe kwenye kizazi chake, naondoa utasa. Kila ugonjwa ambao limetesa mwili wako naliondoa sasa kwa jina la Yesu. Nami naachilia afya katika jina la Yesu. Damu yako imeponywa, mifupa yako imeponywa, misuli yako imeponywa, kila kiungo chako kimeponywa katika jina la Yesu. Utaishi, utakufa kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Itakuwa hivyo katika jina la Yesu. Amen. Bwana kubariki. Endelea kufuatilia programu zangu kwenye mitandao ya kijamii. Subscribe kwenye channel yangu ya YouTube ili uendelee kupata vipindi vingi na jumbe nyingi na uzidi kubarikiwa katika jina la Yesu. Amen. Thank you for watching our HRM broadcast. Don't forget to like and subscribe on our YouTube channel. Be blessed and stay connected.